Ninawindwa, ninatishiwa maisha yangu. Siishi kwa amani. Wananiwinda, wanataka kuniua. Haya ni maneno yanayodaiwa kunukuliwa kutoka kwa Jaji Joseph Sinde Warioba, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jaji Mkuu wa zamani. Kauli hizi zimeibua mjadala mpana ndani na nje ya nchi, zikihusu masuala ya usalama wa viongozi wastaafu, uhuru wa kutoa maoni na mazingira ya kisiasa nchini Tanzania. Lakini ni muhimu kujiuliza, je, kauli hizi zina muktadha gani? Zimetokea katika mazingira yepi na zinamaanisha nini katika mustakabali wa mjadala wa kitaifa? Jaji Sinde Warioba ni miongoni mwa viongozi waliowahi kushika nyadhifa za juu serikalini. Amehudumu kama waziri mkuu wa zamani wa Tanzania, jaji mkuu wa Tanzania na mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya kikatiba ya mwaka 2014. Kwa miaka mingi amejulikana kwa kutoa maoni ya wazi kuhusu masuala ya utawala bora, haki na mifumo ya kikatiba. Katika nyakati tofauti amewahi kuzungumzia umuhimu wa uwajibikaji wa serikali, nafasi ya kikatiba katika kulinda haki za raia na changamoto za kimuundo ndani ya mfumo wa muungano. Maoni haya mara nyingi yamekuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa. Kauli za hivi karibuni za Jaji Warioba zinatajwa kuja baada ya matukio ya Oktoba 29, siku ambayo kuliripotiwa kuwepo kwa vurugu, vifo na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi katika baadhi ya maeneo nchini. Baada ya matukio hayo, viongozi mbalimbali, wanaharakati na wasomi walitoa maoni yao, wengine wakitaka uchunguzi huru, wengine wakitetea hatua ya dola kama sehemu ya kulinda usalama wa taifa. Katika muktadha huo, Jaji Warioba alitoa maoni ya kukosoa namna masuala ya uwajibikaji yalivyoshughulikiwa. Hata hivyo, serikali haijatoa tamko rasmi linalohusisha moja kwa moja Jaji Warioba na vitisho vya usalama, wala kuthibitisha kuwepo kwa hatari dhidi yake. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema huenda kauli hizi zisihusiane na tukio moja pekee. Kwa miaka ya hivi karibuni, Jaji Warioba ameonekana mara kadhaa akitoa maoni kuhusu muungano wa Tanzania, akizungumzia haki za pande zote za muungano na kuunga mkono mjadala wa mifumo mbadala ya kikatiba. Masuala haya ni nyeti na mara nyingi huibua mitazamo tofauti miongoni mwa wadau wa kisiasa na kisheria. Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa moja kwa moja unaonyesha kuwa maoni hayo ndiyo chanzo cha vitisho anavyodai kukumbana navyo. Baada ya taarifa hizi kusambaa kupitia gazeti la Mwanahalisi, wakili Boniface Mwabukusi alitoa kauli ya umma akisema, "Nasimama kuhesabiwa na mzee Joseph Sinde Warioba." Katika kauli yake, Mwabukusi alisisitiza umuhimu wa kudhibiti vitendo vya ukandamizaji, kulinda haki za raia na kuhakikisha misingi ya muungano inabaki kuwa ya haki na usawa. Alimtaja Jaji Warioba kama mmoja wa viongozi waliowahi kusimama upande wa haki na akaeleza kuwa anaheshimu mchango wake katika mjadala wa kitaifa. Kauli hii imepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wapo wanaoiona kama msimamo wa kisheria na wengine kama kauli ya kisiasa. Katika kauli hiyo hiyo, wakili Mwabukusi aligusia pia madai ya watu kutekwa au kupotea na hitaji la uwajibikaji kuhusu vifo vilivyoripotiwa Oktoba 29. Serikali kwa upande wake imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa vyombo vya dola vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kwamba masuala yote ya kiusalama hushughulikiwa kwa kuzingatia maslahi ya taifa. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha uhusiano wa moja kwa moja kati ya kauli za Warioba na vitendo vya kiusalama. Swali linalojitokeza ni kuhusu usalama wa viongozi wastaafu, hasa wale wanaoendelea kushiriki katika mijadala ya kitaifa. Kisheria, viongozi wa ngazi ya juu waliostaafu wana haki ya ulinzi wa serikali endapo kuna tishio la usalama. Hata hivyo, mara nyingi utekelezaji wa ulinzi huo hutegemea tathmini ya vyombo husika. Hadi sasa haijulikani kama Jaji Warioba ameomba au amepewa ulinzi wa ziada. Kauli za Jaji Joseph Sinde Warioba zimefungua mjadala mpana kuhusu
uhuru wa kutoa maoni, wajibikaji wa dola na mazingira ya usalama wa kisiasa nchini Tanzania. Maswali yanabaki. Je, madai ya vitisho yatafanyiwa uchunguzi rasmi? Je, serikali itatoa tamko la kina kuhusu swala hili? Na je, mjadala wa kitaifa utaendelea kwa njia ya amani na heshima ya kisheria? Kwa sasa haya yanabaki kuwa masuala yanayoendelea kujadiliwa, yakihitaji ukweli, uwazi na utulivu wa kitaifa. Mpenzi mtazamaji, si uko na maoni gani kuhusiana na taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari siku ya leo, yakiwa ni maneno ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Joseph Sinde Warioba, ambaye kwa sasa anasema anawindwa na kuna watu ambao wanataka kumuua. Na kumbukwe hivi majuzi waziri mkuu huyu wa zamani alitoka waziwazi kabisa kutoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho kilitokea Oktoba 29, akikosoa baadhi ya mambo ambayo yalitekelezwa na jeshi la polisi, akidai kuwa walitumia nguvu kupita kiasi, lakini pia akitaka uwajibikaji. Pia aliweza kutoa madai mengine kwamba kuna mgawanyiko ndani ya jeshi, ambavyo ndio vitu ambavyo vinasemekana huenda vikawa vimechochea kuwa na vitisho hivi. Na wengi wanasema kwa sasa ni kama mtu yote ambaye anajitokeza kuzungumza, serikali inatafuta njia ya kumzima. Na sasa ndio maana Jaji Warioba ameweza kujitokeza waziwazi akisema kwamba anawindwa na anatishiwa maisha yake, na anasema haishi kwa amani kwa sababu anataka kumuua. Haya ndio maneno ya George Sinde Warioba, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jaji mkuu wa zamani. Wengi wanahisi serikali inataka kumnyamazisha kupitia vitisho hivi, lakini kulingana na wakili Boniface Mwabukusi, anasema anasimama na Jaji Warioba kwa kuwa analani vitendo vya utekaji, ukandamizaji na ukosefu wa kuzingatia haki za binadamu. Na kulingana na sheria, Jaji Warioba anafaa kupewa ulinzi kutokana na yeye kuwa kiongozi wa zamani. Je, serikali itatoa tamko lolote kuhusiana na taarifa hizi ambazo zinaendelea kuzagaa? Lakini kwa wengi ama kwa pinzani wengi wanahisi serikali ndio ambayo inataka kumzima mzee huyu ambaye anasemekana kuwa na busara nyingi za kisheria na pia za kimfumo. Naweza kutuachia maoni yako.